Naam, ndoto ya mwanafunzi Gladys Njoki Kariuki ya kujiunga na shule ya sekondari ilikuwa karibu kuzimika licha ya kupata alama 64 katika mtihani wa kitaifa wa KJSEA. Ingawa alipata nafasi ya kujiunga na shule ya wasichana ya State House, hali ngumu ya maisha ilimkabili, kwani wazazi wake wanaotegemea kazi za kijungujiko hawakuweza kumudu karo ya shule. Hata hivyo, tumaini hilo lilirejea baada ya gavana wa Nairobi kupitia wakfu wake kukaramikia kikamilifu masomo yake katika shule hiyo. The sisters of the little daughters of St. Joseph, they spotted my father, who was a disabled man. So after spotting him, they were able to sponsor me since baby class to grade 9. I thank God because when we were doing the exam of KJSEA exam, I really passed well. But after I received the results, yes, they were pleasing, but I didn't know what to do because I was unable to join senior school, and I was called here at Status Girls. The school I used to be in, they sponsored me because they saw that I was brilliant and brave. So I've been learning there from baby class till now, but I've been going through a lot of challenges. Nimekuwa nikipitia matatizo kadhaa. So even I'd already started working and I'd already lost hope that I will join senior school in grade 10. But I thank God because Governor Sakaja has helped me and has supported me, and I've joined my senior school. Naam, ni kazi nzuri, ila kwa wale ambao mnatutazama kupitia wakfu wake Johnson Sakaja, mtazamaji, ni kwamba kuna baadhi ya ahadi pia ziliweza kutajwa lakini hazijaweza kutekelezwa hadi sasa. Kwa hivyo basi itakuwa ni vyema pia kuwasiliana nasi tupate kujua mawili matatu kuhusiana na ahadi hizo ambazo mliweza kuziweka. Lakini mbali na hilo, mtazamaji, ni kwamba huku usajili